Leo na kuonyesha hatua kwa hatua namna ya kuunda 3D design kama hii. Karibu tena katika After Effects. Ukiwa unafungua Adobe After Effects inaonekana kama hivi. Hatua ya kwanza tutafungua new composition, tutaandika jina image. Tutaandika jina image 01. Shafungua, ukiandika itakuwa ipo kama hivyo. Tutaduplicate, tutabonyeza Control D kuduplicate. Inabidi duplicate ziwe kama 10. Project yetu tutatumia picha 10 kufanya cycle ya nyuzi 360. Kwa tukishamaliza tunaenda kuangalia picha tulizokuwa tumeziweka katika folder zetu. Tutaselect zote na kuzipeleka katika project yetu. Yes, kama hivyo. Baada ya hapo hizi picha tutakuwa tunazidumkiza moja moja katika hiyo composition. Kwa mfano tutaanza ya kwanza, tutaidumkiza katika image namba 1. Afu kwenye keyboard utabonyeza S kuscale iweze kufit kwenye project. Kishamaliza tunaenda tena tunachukua picha ya pili, tudumkiza katika image ya pili. Oops. Tumekosea, tuna undo ili tuweze tukaiweka katika image ya pili. Ukishaiweka katika image ya pili unabonyeza S kwenye keyboard, una scale iweze kufiti kama hivyo. Kisha fiti. Kwa hiyo zote tutafanya kwa mtindo huo zote. Kimaliza tunakata hapo, tutazikata hapo. Tunachukua image namba 1 tunaiweka hapo. Naenda tunafungua kamera, new camera. Fungua kamera hapo, utaweka 2 mode camera hapo, utaweka 28, then utapiga okay. Utaweka okay. Kishamaliza new camera unaenda kwenye null object, utafungua null object. Andika jina ambayo tutaipa jina rotate. Yes. Rotate namna hiyo. Ukishamaliza hii tunaiwekea 3D layer, tutaiwekea layer 3D layer hapo. Ukishaiona imekaa hivi kwenye keyboard unabonyeza caps lock, itakuwa inatoka hicho kiatu. Baada ya hapo naenda tena katika null object, nayo tutaiwekea 3D. Unachukua image, una parent na null object. Kisha parent na null object naanza tena hapo, tuna scale katika, unabonyeza S, unaweka namba 20, afu unabonyeza P kwenye keyboard, weka negative F1. Negative F1, yes, kama hivyo. Kisha maliza namna hiyo. Ukishamaliza namna hiyo, hapa tunakuja tutaizungusha namna hiyo. Yes, imekaa vizuri kwa sababu inabidi izunguke nyuzi 360. Sasa katika kuzunguka nyuzi 360 hapa kuna ka formula kadogo ili iweze kukaa vizuri na picha zote ziweze kufuata hilo duara. Sasa ukiangalia nyuzi 360 na picha zetu pale ziko 10 kama unavyoona. Picha ziko 10 ambazo zinatakiwa zizunguke nyuzi 360. Kwa tutafanya hivi, 360 gawanya kwa 10, ambao ukigawanya kwa 10 utapata 36. Sasa hiyo 36 tunayopata ndio tutaweza kutumia katika null object pale. Tutaweka 36 tutakuja kujumlisha hivyo hivyo mpaka tuje kupata nyuzi 360. Ngoja uone jinsi nitavyofanya. Nadhani utanielewa. Utanielewa jinsi tunavyozidi kufanya huko mbele. Okay. Baada ya hapo tutaduplicate, Control D kuduplicate. Kisha duplicate unachukua, itabidi tuchukue image namba 2 iweze kudumkiza hapa. Image namba 2. Yes, unachukua image namba 2.
image namba 2 tunaiweka hapo kama hivyo. Kisha iweka tu na kwa inaingia picha, inakuwa imeshajiset kwenye vile vipimo tulivyokuwa tumeweka. Tuta parent pale, kisha parent kwenye null object tutaweka 36. 36 inakuwa ishaingia image move kama umeona. Tunakuja tena hii tuna duplicate. Tunabonyeza control D ku duplicate, tunachukua image namba 3, tunadumkiza. Tunafanya vile vile kama tulivyofanya kwenye namba 1. Tunachukua 36 jumlisha, umeona, tuna parent kwanza, kisha parent pale naenda unachukua 36 unajumlisha na 36 na kama hivyo nimesogea. Tunaenda tena hivyo hivyo, unachukua tena image hiyo, tuna duplicate tena, yani hatua kwa hatua paka zote image tunamaliza. Unadumkiza humo ndani, kisha jumkiza, una parent, kisha parent unaenda tena kwenye null object unajumlisha tena pale. Chukua hiyo 72 tulioipata kule unajumlisha na 36, nayo inakuwa imefit kwenye eneo lake. Unaenda hivyo hivyo hatua kwa hatua, na duplicate tena, nachukua image tunadumkiza ndani, chukua ndani una parent hivyo hivyo paka zote zinakuwa sawa, kuzunguka nyuzi 360. Okay. Ishamaliza hapo sasa, tunabidi tuanze kuzifanyia motion. Tunaenda kwenye null object. Nika 0. Tunaweka keyframe hapo, tunasogeza mpaka hapo. Mpaka hapa. Kisha sogeza hapo, naweka 36. 36. Yes, namna hiyo. Tutaweka tena keyframe hapa mbele kidogo. Shika keyframe, unasogeza tena mbele. Hapo unaweza kuwa na look hata moja namba keyframe na look up kidogo. Yes, paka hapo. Naweka tena 36 jumlisha 36. Hii ukipangilia vizuri inaenda vizuri kwa vipimo. Usikosee vipimo. Yaani angalia ni jinsi inavyofanya ndio utapata matokeo mazuri. Kwa hiyo hivyo zote unafanya hivyo. Shaweka namna hiyo. Nipende haraka. Utaziselect zote. Naenda kwenye easy ili tuweze tukapata smooth. Zinazunguka kwa smooth, yani inakuwa nzuri mzunguko wake. Namna hiyo. Kimaliza hapo inakuwa vizuri. Tunaenda kuna search effect moja ambayo tunaweza tukaiwekea hapo, reflection, ili picha zionekane na reflection nzuri. Kwa tuta search VC reflection, unaiweka hapo katika image hiyo. Umeona kama hivyo inakuwa imeonekana. Kwa hiyo ikionekana itatokea huko. Hapa tutaweka setting kwenye reflection. Hapo tutaweka 50. Yes, katika settings. Okay, hapa tutaweka tena katika blur mount tutaweka 5. Ona. Hapo tuje wapi tena? Ndio kwenye screw. Tutaweka hapo, tutaweka ngapi? Ngoja tuweke 50. Tuweka 50 na kaa vibaya. Hapa ijakaa vizuri. Na ndo hebu tuache vile vile 0. Yes, nadhani kikaa hivyo inakaa safi. Unaona hapa itakuwa safi. Inaleta ladha nzuri. Reflection inaonekana safi hapo kama unavyoona. Naona tunaweza tukaacha hivyo hivyo. Sasa ili ziweze picha zote kuwepo, itabidi muone hapo tumeweka imekuwa inaonekana picha moja tu. Sasa inatakiwa picha zote ionekane hiyo reflection. Picha zote inabidi ionekane
reflection opacity hapa tutaweka 50 ya namna hiyo. Sasa tutakopi, tutafunga hapa, tutakopi hiyo, afu tutaselect hizi picha zingine zote hizi, afu tutapaste hapo. Umeona, ukiangalia hapo ile reflection imeingia kote katika picha zote namna hiyo. Yani ni simple tu, umeona ilivyokaa. Sasa kitu kimetokea vizuri sana, umeona kinavyoonekana. Kwa ukifuata hizi hatua utapata matokeo ya kitu kama hicho hapo. Asanteni sana kwa kuwa nami na kwa kushiriki.